Mimi naitwa Lengai Salash. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kijiji changu, mimi ni mwenyekiti wa kijiji. Kijiji changu tuna shamba linaloitwa namba 24. Ambalo limekuwa na mgogoro tangu 2009. Lakini imefikia mwisho tukarudishiwa heka 1774. Lakini mpaka sasa hivi wananchi bado wanasumbuliwa. Lingine tuna shamba la Comac. Mgogoro huo imeisha yote. Tumalize moja. Nani aliwarudishia na nani anawasumbua? Tunasumbuliwa na wamiliki wa yale mashamba. Na hiyo shamba la Comac, nani aliwarudishia? Tumerudishiwa na halmashauri ya wilaya. Kwa hiyo vyombo vyote vimepima na tunazo nyaraka zote siko sahihi, Mheshimiwa. Kamishna wa ardhi yuko wapi? Haya, wakati anatafuta sema wa pili, mgogoro gani? Mgogoro huo tumerudishiwa eka 784 katika shamba la Comac. Na hakuna mgogoro, lakini kwa sasa hivi imeuza hilo shamba. Kwa sasa hivi tunashitakiwa kama serikali, wakati tayari hilo shamba limesharudi kijijini. Kwa hiyo tunasumbuliwa na polisi kila siku. Ni ajabu sana Mheshimiwa. Nani kalichukua? Amechukua Mwarabu. Amelichukuaje? Amelinunua. Amelinunua wapi? Hatujui, anasema ameuziwa na benki. Angali shamba tayari tumemaliza na mmiliki familia ya Comac. Na nyaraka zote tunazo Mheshimiwa. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, unalifahamu hili jambo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, huyu ni nani huyu? Huyu ni afisa ardhi wa halmashauri. Unalifahamu hili jambo? La shamba namba 24. Lina hati miliki na walipatiwa ekari anazozisema mlalamikaji. Lakini baadaye mmiliki wa shamba alikubaliana na kijiji. Kijiji kikachukua ekari 700. Kati ya hizo ekari 2700. Wameenda mbele, baadaye hilo shamba liko lina mkopo benki. Yule mtu akashindwa kulipa mkopo. Kwa hiyo benki wakaliuza lile shamba. Lakini wakati wanauza lile shamba hawakutoa zile ekari 700 ambazo kijiji walipewa na mwenye shamba. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mgogoro uko hapo. Kwamba shamba limeuzwa na benki, lakini zile ekari 700 ambazo kijiji walipewa hazikutolewa. Yes. Benki gani wameuza? Bado hawajatoa taarifa vizuri ni benki gani wameuza Mheshimiwa. Nani aliyeuza? Benki waliuza. Lile shamba liko na mkopo benki. Kwa hiyo benki alishindwa kulipa mkopo mhusika. Benki wakawa wameuza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kwamba huyu Comac ni kwamba alikuwa na shamba katika kijiji cha Robosoit A lenye hati ya ukubwa wa ekari 2000. Sasa kijiji wakalalamika kwamba shamba hilo yaelekea ni kubwa mno. Maana tatizo wakati wanamilikishana huko nyuma walikuwa wanafanya kama makadirio tu. Sasa wakapima. Malalamiko yalipotokea, ofisi ya mkuu wa wilaya ikaagiza kupimwe. Ikaenda ikapimwa. Kulikopimwa ikaonekana kuna ziada ya ekari 700. Kwa hiyo Comac akatakiwa arudishe zile ekari 700 kwa kijiji. Akakubaliana kwamba amezirudisha zile ekari 700 kwa kijiji. Akabaki na zile ekari 2000 ambazo ana hati ya kamishna. Comac baada ya kuwa amerudisha, alikuwa kumbe amekopa benki. Amekopa benki. Alipokuwa amekopa benki, dhamana amewekea ekari 2700, ni 2787 zile ekari. Ndio amewekewa dhamana. Kwa hiyo akatokomea, akashindwa kulipa. Benki ilipokuja ikauza eneo lote ambalo ni ekari 2787. Imeuza kwa mmiliki mpya anaitwa Saleh. Ndio aliyenunua. Sasa kwa hiyo sasa mkuu wa wilaya, ndio mtafute mmiliki mpya. Mwelekeze zile eka 700 za kijiji zirudi kwa wanakijiji. Sawa. Kama yeye ametoa fedha inayolipia na hiyo, arudishiwe na yule aliyeuza kitapeli na eneo lisilo lake. Asante. Na tulikuwa tumeshapokea barua, tumemwita, tulikuwa tumeahirisha kwa sababu ya ziara hii, na nilihitaji niwaite wote watatu. Na nitatekeleza hilo. Hizo za wananchi mwambie asilete ugomvi na wananchi. Sawa mkuu. Yeye wao kama watadaiana change wadaiane na yule aliyeuza na eneo la jirani.
Sawa. Kwa sababu yeye hati yake anajua, Ndio. hawezi akaenda akauza na la kijiji. Ndio. Na hivi tunavyomaliza nikishaondoka, kabla hawajaja kesho, nendeni mkaweke mipaka, wananchi waruhusiwe lile eneo lao kuendelea kulitumia.